Majina anaitwa Erasto Pete. Mimi kwanza ni kada wa Chama cha Mapinduzi, ni mwenyekiti wa halmashauri ya mji wa Njombe ambaye inatokana na kuchaguliwa kwenye kata ya Utalingolo kama diwani. Leo tarehe 5 mwezi wa pili mwaka 2026 ni kilele cha maadhimisho ya kuzaliwa Chama cha Mapinduzi. Kama mkoa wa Njombe, sherehe hizi tumeadhimisha au tumesherekea katika wilaya ya Wanging'ombe katika kata ya Imalinyi. Kwa hiyo tunakumbuka kuzaliwa kwa Chama cha Mapinduzi kwa sababu ni kufanya chama chetu cha Mapinduzi kiweze kuendelea kuwa hai. Ndio maana unakuta kwa umoja wetu nchi nzima leo tunasherehekea kuzaliwa kwa Chama cha Mapinduzi. Sasa Chama cha Mapinduzi ni chama ambacho kimeshika hatamu kwa miaka mingi sana. Kwa maana kusimamia utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi ni tafsiri ya kwamba ni kusimamia serikali ambayo inatakiwa itekeleze majukumu kwa ajili ya kuwasaidia wananchi. Sasa leo ni miaka 49 ya kuzaliwa Chama cha Mapinduzi, lakini tukikumbuka wapi tumetoka mpaka leo tumefika hapa, ni mambo mengi sana ambayo yamebadilika kiuchumi na hata katika uhusiaji wa jamii. Nikizungumzia kwa mfano wilaya ya Njombe kwa mwaka 1980 kurudi nyuma, hospitali ilikuwa moja tu na kituo cha afya kilikuwa kimoja kwa maana zahanati. Lakini leo kwa maana ya wilaya ya Njombe, hospitali ziko kadhaa, vituo vya afya viko vingi, zahanati zipo kila kijiji. Hayo tunaona ni mabadiliko ya usimamizi mzuri wa Chama cha Mapinduzi. Kwa Chama cha Mapinduzi ni chama sahihi kwa ajili ya kusimamia serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndio maana tunayaona maendeleo haya ambayo tunayaona mpaka sasa. Lakini tumezungumzia upande wa afya, lakini tukizungumzia upande wa elimu, ni miaka kadhaa, wale wa zamani watatukumbusha. Mimi nikikumbuka katika udogo wangu katika upande wa elimu 1985 kurudi nyuma, sekondari ya binafsi ilikuwa moja tu kwa mkoa wa Iringa, ilikuwa moja tu, nayo ilikuwa ni Highland Secondary School, ilikuwa moja tu kwa mkoa mzima. Lakini kulikuwa na shule za serikali nadhani zilikuwa kama sio 3 au 2, nikikumbuka maanake ni Njombe Sekondari na Tosamaganga na Langali Sekondari, lakini zingine zimekuja miaka ya baadaye. Kwa sasa hivi unaona kila kata ina sekondari. Kwa unaona namna Chama cha Mapinduzi kilivyoweza kusimamia vizuri serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hapa mpaka tulipofika. Kwa hiyo nitumie nafasi hii katika kipindi hiki, Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, mambo yote haya anayoyafanya katika utekelezaji ni kwa sababu tuna chama madhubuti, tuna chama kilicho imara, tuna chama chenye mlengo, tuna chama ambacho kiko jirani na jamii ya watu kuhakikisha kwamba watu wanapata huduma sahihi. Leo kila mwananchi anaona sasa yuko duniani, si sawa na mwananchi aliyekuwepo miaka 1980 kurudi kule nyuma. Leo tunapozungumzia mwaka 2026 ni tofauti kabisa na mwananchi yote ambaye ameona hali ya Tanzania iliyokuwa 1980. Kwa hiyo tuna haja kuongeza Chama cha Mapinduzi kwa hatua ambazo kimekuwa kikifanya kusimamia serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya mwenyekiti mahiri wa Chama cha Mapinduzi Daktari Samia Suluhu Hassan, ambaye pia ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kazi nzuri zinazofanyika. Unaona hivi vijiti vya mapokezano, alianza baba wa taifa, akaja Ali Hassan Mwinyi kwa maana waheshimiwa marais, lakini baada ya Ali Hassan Mwinyi amekuja Benjamin Mkapa, lakini baada ya Benjamin Mkapa akaja Mheshimiwa Kikwete, lakini baada ya Kikwete akaja Mheshimiwa Magufuli. Lakini sasa ndio tuna mama yetu, lazima tulinge tutambe na mama yetu. Mambo ni mazuri, mimi binafsi nafurahia na nina enjoy vizuri sana.
Tukizungumzia upande wa vijana, mabadiliko, mimi ninachozungumzia mabadiliko yako kila sekta, sekta zote, nyanja zote, kuna mabadiliko makubwa sana. Kwa tukizungumzia kwa maana ya vijana, kwanza tuzungumzie kwanza michezo. Michezo, ukizungumzia miaka 1980 kurudi nyuma, sawa? Kwanza hatukuwa na viwanja vya michezo kama tunavyoviona. Timu zetu hata hivi vilabu Simba, Yanga, Azam na vilabu vingine vilikuwa haviperform kama vinavyoperform sasa, lakini lazima kiudhati kutoka rohoni, wanasema mnyonge mnyongeni, haki yake mpeni. Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwenye upande wa michezo unakuta amehamasisha mpaka timu yetu ya taifa kwa mara ya kwanza imeweza kuingia fainali AFCON. Sema mwenyewe mwandishi wa habari, ni kwa mara ya kwanza, haijawahi tokea. Lakini tunaona hata vilabu vyetu vinavyowakilisha kimataifa, Simba na Yanga, unakuta kwa sasa hivi vinafikia hatua ya robo finali, tunafikia hatua ya nusu finali, kitu ambacho 1980 kurudi nyuma hivi tulikuwa kama ndoto ya mchana. Na nakumbuka Mheshimiwa Ali Hassan Mwinyi, Rais wa Jamhuri ya Muungano kwa miaka ile, alisema kimichezo Tanzania ni kichwa cha mwenda wazimu. Lakini sasa hivi kimichezo Tanzania sio kichwa cha mwenda wazimu. Lakini lazima tumpongeze, alitia chachu. Maneno yake yale alitia chachu, lazima tubadilike. Na unaona kabisa Mheshimiwa Rais sasa Daktari Samia Suluhu Hassan, unaona ana udhati wa kubadilisha katika swala la michezo. Lakini tukija katika uchumi, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan, kuna mikopo ya vikundi kuwezesha vikundi vya kina mama, vijana na wenye ulemavu. Sasa tunazungumzia vijana. Vijana inatengwa 4% katika 10% ya mapato ya kila halmashauri ili iweze kwenda kusaidia vijana, mikopo isiyo na riba. Kwa unakuja kuona ni namna gani kwamba serikali ya Jamhuri ya Muungano kwa miaka ya sasa tunapoelekea, wanaona vijana ili kuwanyanyua kiuchumi, waje wawe wazazi waliokamilifu, waje wawe ni viongozi wenye uchumi imara kwa ajili ya kulisaidia taifa la Tanzania liweze kusonga mbele kiuchumi kwa maendeleo yote kwa ujumla. Kwa ujumla au kwa ufupi, tuipongeze serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan ambaye ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi. Chama cha Mapinduzi ndicho kilichoshika hatamu. Chama cha Mapinduzi ndicho kilichoshinda katika uchaguzi kwa 1% kubwa, ndicho kilichopewa dhamana ya kusimamia dola, kusimamia serikali. Kwa mambo yote yanayofanyika, hata hili la kuwezesha vijana, kwa kweli hatuna budi kukichukua Chama cha Mapinduzi kwa usimamizi mzuri.